Naam, natumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani. Kwa moyo mkunjufu na mikono miwili, hujambo kwenye matangazo ya jioni. Habari ambazo unaenda kupokea hivi leo msikizaji ni pamoja na kwa mjibu wa taarifa iliyowasilishwa leo, shirika la ndege Tanzania laendelea kuendeshwa kwa hasara. Rais wa Marekani Donald Trump amesema mazungumzo muhimu na utawala mpya wa Iran ulio na busara zaidi yanafanyika. Vita hii si yetu na hatutajiingiza, yasema Uingereza. Hayo na mengine yanayofanyika kote duniani msikilizaji. Najiunga na shirika la DW ambao ni washirika wetu kwenye matangazo haya jioni. Tupokee habari hizi kwa kina. Anayekualika anaitwa Kantona Joseph. Mafuta kwenye mlango wa bahari Hormuz haitafunguliwa mara moja, basi Marekani itatanua mashambulizi yake na kuharibu kabisa vituo vya kuzalisha umeme, visima vya mafuta na kisiwa cha Kharg nchini Iran. Iran tayari imetishia kutega mabomu katika kisiwa chake cha Kharg kilichoko Ghuba ya Uajemi. Mapema Jumatatu, Marekani na Israel zimezidisha mashambulizi dhidi ya Iran, huku Iran pia ikishambulia kituo muhimu cha maji na mtambo wa kufua umeme nchini Kuwait. Jerusalem. Bunge la Israel linatarajiwa kupiga kura ya kuamua juu ya mswada wa sheria itakayohalalisha hukumu ya kifo kwa Wapalestina watakaokutikana na hatia ya kuwaua Waisraeli katika ukingo wa Magharibi. Bunge hilo limeanza kujadili mswada huo leo Jumatatu. Kupitishwa kwa mswada huo kutakuwa kilele cha msukumo wa miaka mingi wa siasa za mrengo mkali wa kulia nchini Israel wa kuongeza adhabu kwa Wapalestina waliohukumiwa kwa makosa ya siasa za kizalendo dhidi ya Waisraeli. Aidha, itakuwa ushindi kwa waziri wa usalama wa Israel Itamar Ben-Gvir, ambaye pia ni kiongozi wa chama cha kidini kilichowasilisha mswada huo. Wapinzani wa mswada huo wanautaja kama wakibaguzi wa rangi, katili na usioweza kuzuia mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa Kipalestina. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema 80% ya Wasiria 900,000 waliokimbilia Ujerumani wanapaswa kurudi nchini mwao katika miaka 3 ijayo. Kwenye kikao na waandishi habari mjini Berlin leo Jumatatu akiwa na rais wa Syria Ahmed al-Sharaa, Merz amesema wamekubaliana hiyo ndiyo ilikuwa matamanio ya rais al-Sharaa. Ich kann es aus meiner Sicht nur noch einmal sagen. Kwa mtazamo wangu ninaweza tu kusisitiza hili. Shukran kwa Wajerumani ambao wamekuwa wakionyesha utayari wa kupokea idadi kubwa ya wahamiaji katika miaka michache iliyopita. Lakini vita vya wenyewe kwa wenyewe vimeisha na kimsingi wanaweza kurudi kwao Syria. Tunataka kutekeleza hilo kwa pamoja. Und das wollen wir gemeinsam ermöglichen. Mito ya kuwataka wakimbizi wa Syria kurudi makwao imekuwa ikiongezeka miongoni mwa wahafidhina na wanaoegemea siasa kali za mrengo wa kulia nchini Ujerumani baada ya kung'atuliwa madarakani kwa aliyekuwa rais dikteta wa Syria Bashar al-Assad mwishoni wa mwaka 2024. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Abuja. Wanamgambo wenye bunduki wamewaua takriban watu 30 katika jimbo la kati la Nigeria, Plateau. Maafisa na wakazi wa eneo hilo wamesema hayo leo na kuongeza kuwa mashambulizi hayo yalifanyika usiku wa Jumapili. Wakazi wamesema mtu mmoja aliyekuwa na bunduki alifika katika jamii ya Gari ya Waye na kuwapiga risasi watu kiholela.
Gavana wa jimbo la Plateau amesema washambuliaji hawakutambuliwa na ametangaza marufuku ya usafiri ndani na nje ya jimbo hilo kwa saa 48. Amesema kuna majeruhi kadhaa hospitalini ila hajui idadi kamili. Machafuko katika eneo hilo la kati nchini Nigeria mara nyingi huchukua mtizamo wa kidini kati ya jamii ya Fulani ambao ni wafugaji na pia ni Waislamu dhidi ya wakulima ambao wengi ni Wakristo. Katika tukio jingine, vyanzo vya usalama na mashuhuda wamesema washambuliaji wenye bunduki wamewaua watu 13 waliokuwa kwenye hafla ya kupanga harusi kaskazini mwa Nigeria. London. Ripoti mpya ya shirika la kutetea haki za binadamu iliyotolewa leo Jumatatu imeonya kwamba mashindano ya kombe la dunia mwaka huu yanaweza kugeuka kuwa jukwaa la ukandamizaji na matendo ya kidikteta ikiwa hatua za haraka hazitachukuliwa kuheshimu haki za binadamu kote Marekani, Kanada na Mexico. Ripoti ya shirika hilo yenye kurasa 36 iliyopewa jina ubinadamu lazima ushinde, kulinda haki, kukabiliana na ukandamizaji kwenye kombe la dunia la FIFA 2026 inachambua kwa kina matukio yanayoweza kuhatarisha haki za mashabiki, wachezaji, waandishi wa habari, wafanyakazi na jamii za wenyeji kwenye mataifa hayo matatu. Michuano hiyo inayotazamiwa kuhudhuriwa na mamilioni ya mashabiki wa soka itaanza Juni mosi kwa mechi kati ya Mexico na Afrika Kusini. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. DW Dunia Yetu leo jioni. Na upande wa pili wa studio ile kusomea taarifa ya habari ni John Juma. Asante sana msikilizaji na mtazamaji kwa kuwa nasi. Tuangazie yale tuliyoyapa kipaumbele jioni hii. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kushambulia na kuharibu vibaya miundombinu ya Iran iwapo haitofikia makubaliano. Na je, wachambuzi wanazungumziaje hatua na kauli za Trump katika juhudi za upatanishi kwenye mzozo huu? Anajaribu kuvuta muda kwa siku huku akijaribu kutoa nafasi na kujaribu kusukuma nchi washirika wa karibu kujaribu angalau kuwaleta Irani kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu ni vigumu sana wakati mwingine kusimama hadharani kutaka kumtetea Trump kwa kila anachokifanya. Maana tayari alishatuambia kuwa Irani hawana jeshi, alishamaliza jeshi, hawana jeshi la anga, hawana lolote walichonacho. Sasa tunaona kuwa vipi unataka kujadiliana na yule ambaye tayari umemshinda. Na nchini Tanzania imebainisha uwepo wa mapungufu katika utendaji wa baadhi ya mashirika ya umma. Kwa haya na mengine mengi, msikilizaji na mtazamaji, salia nasi. Na tuanzie moja kwa moja katika mzozo unaoendelea kufukuta kwa Mashariki ya Kati. Rais wa Marekani Donald Trump ametishia kushambulia na kuharibu vibaya miundombinu ya kiraia ya nishati na maji ya Iran iwapo nchi hiyo haitafikia makubaliano na Marekani kuhusu usitishwaji vita. Trump ameyasema hayo huku Hispania ikifunga anga yake kwa ndege za Marekani zinazotumika katika vita hivyo vya Iran. Amina Abubakar ana taarifa kamili. Trump aliandika katika mtandao wake wa kijamii kwamba mazungumzo yanaendelea kati ya Marekani na Iran, lakini pia katahadharisha kwamba iwapo makubaliano hayatofikiwa na iwapo mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa haraka, Marekani itashambulia vikali miundo mbinu yote ya mafuta na gesi ya Iran. Trump amesema kisiwa cha Kurg ambacho ni ngome ya eneo la kusafirishia mafuta ya Iran pia kitashambuliwa, huku akiongeza kuwa ikiwezekana miundo mbinu ya maji pia italengwa. Iran nayo imesema itatega mabomu katika kisiwa hicho kilicho katika Ghuba ya Uajemi iwapo Marekani itachukua hatua hiyo. Hii leo Jumatatu, Marekani na Israel zimeendeleza mashambulizi yao dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu, huku Teheran nayo ikivurumisha makombora katika eneo muhimu la maji na umeme nchini Kuwait, ikiwa ni sehemu ya kampeni yake ya kushambulia mataifa ya Ghuba, huku kiwanda cha mafuta cha Israel kikishambuliwa pia. Vita hivyo tayari vimetishia kushuka kwa viwango vya uzalishaji
uzalishaji mafuta na gesi duniani. Mbolea pia zimepungua na hata safari za ndege kuathirika pakubwa. Hatua ya Iran kufungia mlango bahari wa Hormuz imetikisa masoko ya nishati muhimu ya mafuta pamoja na bei yake kupanda maradufu. Trump mara kwa mara amekuwa akisema kwamba anaendelea na mchakato wake wa kidiplomasia na Iran katika kufikia makubaliano hayo ya kusitisha vita, lakini pia amekuwa akiendeleza vikwazo pamoja na kuwapeleka maelfu kwa maelfu ya wanajeshi Mashariki ya Kati. Hata hivyo, Iran imekanusha kujadiliana moja kwa moja na Washington. Pakistan kwa upande wake imekuwa ikiendeleza juhudi za usitishaji vita kati ya Marekani na Israel, lakini haijawa wazi juhudi hizo zimefikia wapi kwa sasa. Hatua ya Iran kuendelea kuwashambulia jirani zake wa Ghuba kunafanya juhudi zinazoendelezwa kuwa ngumu kutekelezwa. Umoja wa Falme za Kiarabu ambao umekuwa mshirika mkubwa katika kutatua mizozo mingi na kuwa eneo lililo na udhabiti katika kanda hiyo, imekuwa ikishambuliwa vikali na imetangaza wazi kwamba inataka Iran ipokonye silaha katika makubaliano yoyote ya usitishwaji vita, jambo ambalo Iran haliwezi kulikubali. Huku haya yakiarifiwa, waziri wa Misri Abdel Fattah al-Sisi amemtolea wito Rais Trump kusitisha vita hivyo haraka, akisema ni yeye pekee ndiye aliye na uwezo wa kuvimaliza, huku akionya kuwa kuna hofu ya bei ya mafuta kupanda na kufikia dola 200 kwa pipa. Kwingineko, waziri wa ulinzi wa Uhispania Margarita Robles amesema nchi yake imefunga anga yake kwa ndege za Marekani zinazotumika katika vita vya Iran. Hii ni hatua nyingine muhimu iliyochukuliwa na Uhispania katika mgogoro huo baada ya awali kukataa kuipa Marekani idhini ya kutumia kambi yao ya pamoja ya kijeshi kushambulia Iran. Waziri Mkuu wa Uhispania Pedro Sanchez alisema hatua hiyo sio halali, ni ya kizembe na isiyoeleweka. Waziri Robles amesema alichokisema Sanchez wakati huo ndicho kilichotumika kufunga anga yake kwa Marekani. Na asante sana Amina Abubakar. Tukisalia katika mgogoro unaoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran ambao umeathiri pakubwa masoko ya nishati, diplomasia ya kimataifa na usalama wa Mashariki ya Kati, ripoti za hivi karibuni zinaonyesha ongezeko la vitisho, mashambulizi ya kijeshi na juhudi za upatanishi kutoka mataifa mbalimbali. Nimezungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi, na kwanza nimemuuliza, je, Pakistan inaweza kuwa na nafasi gani halisi katika juhudi hizi za upatanishi? Pakistani anaweza kuwa na nafasi 2 mpaka 3 ambazo zinamhusisha moja kwa moja. Kwa kieneo, kwanza Pakistani inapakana ni jirani yake kabisa na Irani, na ni nchi chache ambazo Irani imekuwa na uhusiano nao mzuri kabisa. Pakistani lakini Pakistani pia, jeshi la Pakistani ni jeshi ambalo liko karibu zaidi na Marekani, na hasa mkuu wao wa majeshi ameonekana kuwa yuko karibu zaidi na Donald Trump. Kuna kile ambacho kinabaki kwa Pakistani kuwa anaweza kuwa mwaminifu kwa pande zote mbili. Na unafahamu kuwa nchi nyingi hupenda kuingilia mambo kama haya, mizozo kama hii. Waziri mkuu wa Pakistan Sharif pamoja na rais wa Iran Masoud Pezeshkian wamekuwa na mazungumzo ya mara kwa mara katika simu, na ndio pekee ambayo ilileta ishara kuwa huenda Pakistani wakawa wasimamizi wa haya mazungumzo. Bila shaka hili suala la mazungumzo, kwa sababu Iran hadharani mara kadhaa imekuwa ikikanusha, lakini pia vile vile kulipotangazwa kwamba Trump ametoa vipengee 15 vya mahitaji yanayohitaji katika upatanishi. Sasa swali hapa linakuja ni, je, haya mazungumzo yapo? Trump amefahamu kauli zake tata za vitisho kwa Irani na kauli ambazo zinaonyesha kuwa hakuna mwisho wowote. Zimekuwa ni kauli ambazo zikimuumiza zaidi, hasa kwa ndani ya Marekani, kwenye masoko ya dunia pamoja na washirika wake wengine, kwa sababu nishati inazidi kwenda juu. Lakini mara kadhaa Irani wamesisitiza kuwa hatuna mazungumzo yoyote na Marekani, na hilo wamelizungumza moja kwa moja, na hata wakimtaka Donald Trump kuwa hebu tupe ushahidi wa mazungumzo, unazungumza na nani? Na hata White House pale imebanwa mara kadhaa kuwa itoe taarifa au iseme wako wanazungumza na nani. Imeshindwa White House kuthibitisha kuwa wako kwenye mazungumzo na nani. Wachambuzi wengi wanakubaliana kuwa kauli za Trump zinatoka katika njia mbili, katika kusubiri vikosi vya Marekani ambao vinazidi kujipanga Mashariki ya Kati katika mpango wa pili, lakini inakuja katika kipindi ambacho kutuliza masoko ya nishati duniani. Katika kauli za rais wa Marekani Donald Trump ametishia kuharibu miundombinu ya nishati ya Iran na pia kuchukua kisiwa cha Karg iwapo makubaliano hayatafikiwa. Je, hali hii inaweza kusababisha vita vya moja kwa moja kati ya mataifa makubwa, na labda nini kinaweza kuzuia?
Trump amebaki na kauli za vitisho vya namna hivyo, lakini mnapokwenda kwenye uhalisia ni vitu vinakwenda tofauti sana. Kwa sababu unapambana na adui mwenye nguvu, adui ambaye anaweza kukufikia popote ulipo. Tumeona katika kipindi hiki kuwa pale Marekani na Israeli zilipogusa kila kilichoguswa ndani ya Irani alikigusa kile upande wa pili kwa washirika wao pamoja na Marekani. Anajaribu kuvuta muda kwa siku, huku akijaribu kutoa nafasi na kujaribu kusukuma nchi washirika wa karibu kujaribu angalau kuwaleta Irani kwenye meza ya mazungumzo, kwa sababu ni vigumu sana wakati mwingine kusimama hadharani kutaka kumtetea Trump kwa kila anachokifanya. Maanake tayari alishatuambia kuwa Irani hawana jeshi, alishamaliza jeshi, hawana jeshi la anga, hawana lolote walichonacho. Sasa tunaona kuwa vipi unataka kujadiliana na yule ambaye tayari umemshinda? Na ukisema kuwa hawana jeshi, hawana lolote, tunakaa tunamuuliza swali jepesi tu kuwa nani kafunga Hormuz na kwa nini Hormuz haipitiki? Kwa hiyo kuna maswali mengi ambayo tunapaswa tujiulize wakati Donald Trump anatuambia kuwa haya mambo hayako katika njia ambayo huenda ilitarajiwa na Magharibi. Ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa kimataifa, akizungumzia kauli za rais wa Marekani Donald Trump pamoja na juhudi za upatanishi zinazoendelea. Tukisonga mbele, bunge la Israel litapiga kura leo juu ya mswada wa sheria ambayo itaifanya adhabu ya kifo kuwa adhabu ya kawaida kwa Wapalestina waishio katika ukingo wa Magharibi watakapopatikana na hatia ya kuua Waisraeli. Ikiwa sheria hii itapitishwa, inaweza kutoa nafasi ya kuhalalisha mauaji ya kila mara kuelekea jamii ya Wapalestina. Taarifa kamili imeandaliwa na kusomwa na Silvanos Karemera. Bunge la Israel lilianza kujadili sheria hiyo Jumatatu, siku chache tu kabla ya mapumziko yake ya majira ya machipuko. Ikiwa sheria hii itapitishwa, itachukua kama matokeo ya jitihada za muda mrefu za wanasiasa wa misimamo mikali ya mrengo wa kulia wa Israel kuongeza adhabu kwa Wapalestina waliothibitishwa kuhusika na mashambulizi dhidi ya Waisrael. Kadhalika, kupitishwa sheria hiyo moja kwa moja kutakuwa ni ushindi kwa Itamar Ben-Gvir, waziri wa usalama wa taifa wa Israel, na kiongozi wa chama cha kidini kilichopendekeza sheria hiyo, chama ambacho ni cha msimamo mkali dhidi ya Wapalestina. Wanaoipinga sheria hiyo wanasema haina dhamira nyingine isipokuwa kuendeleza ubaguzi mkubwa dhidi ya jamii za Wapalestina na imepindukia mipaka, lakini pia haiwezi kuwa chachu ya kuzuia mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Palestina dhidi ya Israel. Kwa mujibu wa sheria hiyo, adhabu za kifo zitatekelezwa ndani ya siku 30, lakini mashirika ya haki za binadamu yanatarajiwa kuipinga katika mahakama kuu ya Israel kabla ya kura hiyo. Na katika hatua ya kuitangaza sheria hiyo, waziri wa usalama wa Israel Ben-Gvir alionekana akiwa amevaa kamba ndogo shingoni kama ishara ya kitanzi kama inavyoainishwa katika sheria hiyo. Waziri huyo alisema, na hapa namnukuu, "Kwa msaada wa Mungu tutaitekeleza sheria hii kikamilifu na kuua maadui zetu," mwisho wa kumnukuu. Waziri huyo ameitaja sheria hiyo kuwa muhimu na itakayopitishwa na bunge katika miaka hivi karibuni. Chama chake ni sehemu muhimu ya muungano ulioko madarakani unaoongozwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Wakosoaji wa sheria hiyo ni pamoja na Waisraeli na Wapalestina, mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu na Umoja wa Mataifa. Wanasema kwamba sheria hiyo inaweka kanuni za ubaguzi ambazo zinawalenga Wapalestina huku zikiwatetea Waisraeli. Mahakama za kijeshi kwenye eneo la ukingo wa Magharibi zinatarajia kutekeleza adhabu ya kifo kwa Wapalestina watakaothibitishwa kumuua raia wa Israeli kama adhabu kwa kosa la ugaidi. Lakini kwa upande mwingine, mswada huu wa sheria unazitaka mahakama za Israeli kuwapa Waisraeli wenye asili ya Palestina kifungo cha maisha jela endapo watapatikana na hatia hiyo hiyo ya kufanya mauaji dhidi ya raia wenzao wa Israeli, au hata wale watakaopatikana hatia ya kupinga kuwepo kwa taifa la Israeli. Amishai Cohen, mtafiti mwandamizi katika taasisi ya demokrasia ya Israel, amesema tofauti hii katika adhabu kwa mujibu wa sheria hii ina ubaguzi mkubwa unaopindukia. Amesema, na hapa namnukuu, "Itatumika katika maeneo yenye mahakama za kijeshi ambazo ni mahakama za Wapalestina. Itatumika katika mahakama za Israel, lakini kwa makosa ya kigaidi yanayochochewa na tamaa za kuangamiza uwepo wa taifa la Israel. Hii inamaanisha Wayahudi hawatakabiliwa na sheria hii," mwisho wa kumnukuu. Cohen aliongeza kwamba chini ya sheria za kimataifa, bunge la Israel haliwezi kutunga sheria kwa ajili ya eneo la ukingo wa Magharibi kwa sababu si ardhi rasmi ya Israel. Wanasiasa wengi wa mrengo wa kulia katika muungano wa Netanyahu wanataka kuliunganisha eneo la ukingo wa Magharibi wanalolikalia kwa mabavu na ardhi ya Israel. DW tunavuma kwa kishindo.
Na msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea kuvuma kwa kishindo. Usisite basi kutuachia maoni yako kuhusiana na taarifa unazozisikia kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na chaneli yetu ya YouTube. Vile vile tuko live pale Facebook na chaneli yetu ya YouTube. Pia nikukumbushe usisahau kutembelea tovuti yetu dw.com/Kiswahili, ambapo tumekuandalia blogu ya taarifa mubashara kuhusiana na vita vya Iran kadri matokeo yanavyotokea. Basi tusonge mbele na uchambuzi wa ripoti jioni hii. Mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Tanzania amebainisha kujitokeza mapungufu katika utendaji wa baadhi ya mashirika ya umma wakati alipokuwa akikabidhi ripoti yake kwa Rais Samia Suluhu Hassan katika Ikulu jijini Dar es Salaam. George Njogopa na taarifa kamili. Ripoti ambayo ukaguzi wake ni kuanzia Juni 2024 hadi Julai 2025, licha kutaja mafanikio yaliyotokeza katika maeneo mengi, lakini imeonyesha usisi wake kuhusu mwenendo wa mashirika kadhaa, ikiwemo shirika la ndege la ATCL ambalo hivi karibuni limepanua wigo wake kwa kuanzisha safari za moja kwa moja katika maeneo ya Asia. Mkaguzi na mdhibiti wa hesabu za serikali Charles Kichere, wakati akiwasilisha ripoti hiyo, alisema shirika hilo limeendelea kukabiliwa na anguko, likipata hasara katika operesheni zake, iliyochangiwa pia na uendeshaji usio na ufanisi wa ndege yake ya mizigo iliyonunuliwa katika miaka ya karibuni. Amesema ili kurejesha ustawi na ufanisi zaidi, shirika hilo linapaswa kumulikwa na kuweka mifumo itakayohakikisha utendaji wake unawiana na mahitaji halisi ya soko. Pia alitaja mradi wa uendelezaji wa umeme wa maji katika bwawa la Mwalimu Nyerere, akisema kumekuwa na mapungufu makubwa katika baadhi ya maeneo. Alitaja namna serikali inavyotumia fedha nyingi kugharimia uendeshaji wa mashirika yake ya umma, ili hali gawio la mashirika hayo kwa serikali hailingani na kiwango halisi kinachochukuliwa toka serikalini. Miongoni mwa mifano iliyobainika ni Chuo Kikuu cha Dodoma katika mkataba wa shilingi bilioni 4.87 na shirika la umeme Tanzania TANESCO katika mkataba wa dola za Marekani milioni 4.79, ambapo ushauri wa kisheria haukujumuishwa katika mikataba ya mwisho. Hali hii inaongeza hatari ya serikali kuingia mikataba yenye mianya ya kisheria na vipengele kandamizi, hivyo kuathiri uwezo wake wa kujilinda katika migogoro na kusababisha hasara za fedha za umma. Ama wakati akitoa nasaha zake baada ya kukabidhiwa ripoti hiyo pamoja na ile ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, Rais Samia aliahidi kuyafanyia kazi mapendekezo yote yaliyowasilishwa. Sasa niseme tu kwamba serikali utachukua hatua kama ilivyoelekezwa na sheria zetu na kama ilivyopendekezwa na CAG jinsi ya kuondosha mapungufu yaliyopo. Ingawa ripoti ya mwaka huu inaonyesha kuwepo kwa idadi ndogo ya mamlaka zilizopata hati chafu, hata hivyo baadhi wanaona kwamba bado kuna mengi yanayopaswa kuzingatiwa ili kuimarisha hali ya utulivu katika matumizi ya mali ya umma. Akichambua namna utekelezaji wa mapendekezo ya ripoti ya nyuma wakati taifa likijiandaa kujadili ripoti hii mpya, mfuatiliaji wa mambo Bob Yona anakosoa mwendo wa kinyonga katika kushughulikia yale yaliyoibuliwa katika ripoti za nyuma. Ni wakati sahihi sasa hivi tuhakikishe kwamba kila individuals ambaye yuko kwenye idara ambazo zinahusika aweze kuhakikisha kwamba anafanya wajibu wake ipasavyo. Ripoti hivi karibuni itawasilisha katika bunge na kuanzia hapo itakuwa wazi kwa umma kuanza kuijadili na kuichambua. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na kiongozi wa Syria Ahmed al-Sharaa ameiahidi Ujerumani kuwa tayari kushirikiana nayo kuhakikisha wakimbizi wa Syria wanarejea nyumbani. Kiongozi huyo wa Syria ambaye yuko ziarani bali amefanya mazungumzo na viongozi wa Ujerumani kuhusu masuala kadhaa. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema baada ya mazungumzo yao kwamba 80% ya Wasiria walioko Ujerumani wanapaswa kurejea nchini mwao ndani ya kipindi cha miaka mitatu ijayo. Saleh Mwana Milongo na ripoti kamili. Kiongozi wa Syria Ahmed al-Sharaa amekutana mjini Berlin na rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier, hii ikiwa ziara yake ya kwanza tangu kumwondoa madarakani Bashar al-Assad mwishoni mwa mwaka 2024. Al-Sharaa amefanya pia mazungumzo na kansela wa Ujerumani Friedrich Merz kuhusu mustakabali wa Syria baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 14. Kwenye mkutano wao wa pamoja na waandishi habari, Friedrich Merz amesema kuwa Berlin inafanya kazi kwa pamoja na Damascus ili kuwarejesha nyumbani wakimbizi kutoka Syria walioko Ujerumani. Tunafanya kazi kwa pamoja ili Wasiria wengi zaidi
waweze kurejea katika nchi yao. Serikali ya Ujerumani inaunga mkono serikali ya Syria katika kuijenga upya Syria na kuandaa mazingira ya ukuaji wa uchumi kwa kutoa utaalamu wake, ushauri na taasisi zake. Kansela Merz amesema nchi yake inataka kusaidia ujenzi upya wa Syria na ujumbe wa serikali ya Ujerumani utaelekea nchini humo katika siku chache zijazo. Pia alisisitiza kuwa ufanisi wa miradi hiyo utategemea kupatikana kwa nchi inayoongozwa na utawala wa sheria. Ujerumani ina idadi kubwa zaidi ya Wasiria barani Ulaya, zaidi ya milioni 1, wengi wao wakiwasili wakati wa wimbi kubwa la wakimbizi kati ya mwaka 2015 na 2016. Ahmed al-Sharaa amesema Syria inataka kuacha nyuma kipindi kigumu na kujiunga tena na maendeleo ya dunia. Ameeleza kuwa kuna fursa nyingi za uwekezaji katika sekta za nishati, usafiri na utalii, huku akipongeza Ujerumani kwa ukarimu wake kwa Wasiria. Hatutasahau kamwe jinsi mlivyowafungulia milango zaidi ya Wasiria milioni 1 wakati hawakuwa na mahali pengine pa kwenda na milango mingine yote ilikuwa imefungwa kwao. Mliwapa watu wetu nafasi ya kupumua, kujifunza, kufanya kazi na kuanza kujenga upya maisha yao yaliyovunjika. Hata hivyo, ziara hiyo imeibua mjadala mkali. Wanaharakati wa haki za binadamu wamekosoa ujio wake, wakimtuhumu kwa historia yake ya kuwemo ndani ya kundi la dola la Kiislamu na kuendelea kwa ghasia nchini Syria. Maandamano makubwa yalipangwa mjini Berlin, baadhi kuunga mkono ziara hiyo na mengine kupinga. Wakati huo huo, baadhi ya makundi ya kiraia yanaendelea kupinga ziara hiyo, yakisema bado kuna ukiukwaji wa haki za binadamu na ukosefu wa utulivu nchini Syria. Lilian Mtono, karibu tuarifu yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Asante Saumu, ambao kuna dakika moja tu. Haya, tumesikia George akituarifu kuhusu ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali. Ni mengi yaliyoibuliwa na yanaendelea kujadiliwa kwenye mitandao ya kijamii, kuongezeka kwa deni la serikali na hasara zilizoibuliwa kuanzia kwenye bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, mashirika ya umma kama ATCL na TRC, hati chafu na mambo kama hayo. Kwa hiyo watu wamekuwa na maoni tofauti. Kwa mfano, wakili msomi huyu Jebra Kambole anasema deni limeongezeka lakini ni himilivu. Amenukuu kipengele kimoja kinasema hivyo. Anasema ukishasikia maneno kama haya lakini ijapokuwa hata hivyo badala yake ujue tayari huko mambo yanachemka namna hii. Alafu Icon Wide anajiita hivyo kwenye Instagram, anasema kwani huwa mnakopa lini na huwa mnazipeleka wapi? Kama kodi za miamala mnazokata mnazifanyia nini kwani? Anauliza maswali. Na mwingine anasemaje? Anasema jamani, mimi mnitoe kabisa hapo, sijakopa. Anaitwa Njau sana. Tumeambiwa tu dakika moja. Lakini si deni la taifa. Lakini anasema yeye usiki hajakopa. Sisi kwa sisi. Haya bana. Asante sana msikilizaji na mtazamaji. Lili, asante. Tusome maoni ya wafuatiliaji wetu pale Facebook. Jaberi Masato anasema tunashukuru CAG kwa kufikisha mkeka wake, ila ni kawaida, tumeshazoea. Hata iliyopita hakuna uwajibikaji wala hawajawajibishwa nchi inapokopesha. Shabani anasema vita vikiisha Marekani atakuwa kashapoteza ushawishi wake wote Mashariki ya Kati. Mawazo Anesti anasema hatma ni kila mtu kubaki na chake. Iran hatakubali kuwa mnyonge. Marekani na Israel nao wanataka kuwa wababeli. Unamwona nani? Namwona David Sichenga wa Muheza, Tanga, anasema tuko pamoja kwenye matangazo ya jioni mpaka tamati. Mbaga Karim kutokea Mbezi, Dar es Salaam, anasema vita hii inaenda kwa jenga la dunia, inatikisa uchumi wa dunia, tunakuelekea hali itakuwa mbaya sana. Filipo John Bosco wa Kiero anasema ni mwezi mmoja ila watu ni wengi waliopoteza maisha kwa Iran, tunaombea amani ya kudumu irejee nchini kwenu. Saidi Nil Khurdiyi Amu Abdurrahman, asante sana, natumai kwamba jina lako nimelitamka ipasavyo. Yeye anasema mbona Trump alisema eti ataipiga Iran ndani ya mwezi mmoja tu, mbona ni mwezi sasa na hajafanya lolote? Ramadhan Makarani anasema hatima hii vita ni kuanguka kwa utawala wa Kizayuni kule Mashariki ya Kati. Na Godes
Amos Mkondia wa Kaengesa, Sumbawanga, Rukwa. Yeye anasema amani ya kudumu itafutwe kwa Mashariki ya Kati ili raia wasiokuwa na hatia wasiendelee kuuawa. Na Isaya Sambo anasema wanataka waone kwanza, wapate hasara ndio wakumbuke umuhimu wa kuzungumza. Huyu anazungumzia vita hivyo huko nchini Iran. Na Rajabu Mungwe wa Singida, Tanzania anasema Marekani na Israel ipo siku mtalipa dhuluma mnayoifanya. Livin Kalisti Ndege anasema hivi vita kati ya Israel na Marekani na Iran vinaleta maafa makubwa sana visipodhibitiwa. Michael Mapikipiki anasema DW inawapata vizuri kwa sasa, nipo makao makuu ya Tanzania. Asante sana kwa kuichagua idhaa ya Kiswahili, msikilizaji, mtazamaji. Lilian Mtono, shukran sana. Sylvia Mhozi katika chaneli yetu ya YouTube, asante sana. Magi Wanja kama mwelekezi, shukran sana, na hadi wakati mwingine. Naitwa Saumu Njama, jioni njema. Asante sana Saumu Njama kwa kuweza kutuelekeza vizuri hapo. Asante sana dadangu. Tupokee kiziba mkonga, alafu baadaye na mimi niondoke kwenye kiti hiki, studio hii. Tutake kila laheri kwenye vipindi vyetu vinavyoendelea. Kwanza simama kituo hiki kufikia malengo yetu ya uratibu. Enda pale kwenye Facebook, kuna link ya PayPal. Hiyo link itakuelekeza kwenye ukuta wetu wa PayPal, ambapo unaweza kuwa baraka kwetu kwa kutupiga jeki. Kuna kwamba kituo hiki kinafikia malengo yetu ya kimkakati. Au iwapo una account ya PayPal, basi tumia email hii ama barua pepe hii cantona.online254@gmail.com. Kiziba mkonga cha sasa. Sio kwamba hatukwami, ila wanaotushika mkono kwa mfano hawatutangazi, sio kama wale tulio waonyesha njia. Sio kwamba hatukwami, msikilizaji, ila wanaotushika mkono hawatutangazi, sio kama wale tulio waonyesha njia. Mwenyezi Mungu awalipe na kuwajazia kila pale wanapopotoa. Hawa ni wasitiri wetu wa kweli. Sio kwamba hatukwami, msikilizaji, ila wanaotushika mkono hawatutangazi, sio kama wale tulio wanyoshea njia na kuwaonyesha njia. Mwenyezi Mungu awalipe na kuwajazia kila pale kwa mfano wanapotoa. Hawa ni wasitiri wetu wa kweli. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.